Nafikiri weekend iliyopita mliniona nikiwa Roma. Nimeenda kwa mazishi ya Papa Francisco na tulikuwa watu wengi sana, viongozi wakuu duniani nikiwemo. Tulikuwa zaidi ya 150 marais wa nchi mbalimbali, akiwemo rais wetu. Walikuwa marais 50, akiwemo hata ule wa Marekani, ule wa Uingereza. Afrika peke yake tulikuwa na marais zaidi ya 10, na tulikuwa na wafalme, hata Waarabu walikuja huko, wafalme zaidi ya 10. Katika square watu waliokuja misa walikuwa 1270, watu wengi zaidi, na ilikuwa hafla ya kufaa sana. Pale Papa Francisco ameenda, nafikiri yako kwa Baba, na hiyo ndiyo njia ya sisi zote. Tulikuwa na furaha kubwa. Hata nilipatana na padri moja kutoka hapa Bungoma, anatoka Sibembe, anasoma huko, Father Paul, tukatembea na yeye. Na hii kanisa yetu ina heshima kubwa duniani. Ukiona hata wa Chinese ambao hawaamini kanisa yetu walikuwa hapa, Waarabu, Waislamu walikuwa hapa, na sisi zote tulijumuika kwa njia ya furaha. Ya kushangaza, Papa Paroko, niliona juzi kwa runinga seneta moja ambaye ni Mkatoliki kama sisi, anasema ati kwamba tulipokuwa huko walikuwa wanawashia watu mishumaa, ati mshumaa ya rais ilipowashwa ikazima. Unajua, hata ukitaka kudanganya tumia akili. Tukiwa hapa kanisa kuna mtu anawashiwa mshumaa, si mshumaa inakuwa tu kwa altari. Na sisi ile square tulikuwa, Trump alikuwa hapo mbele, sisi tulikuwa hapo nyuma, rais alikuwa line moja na kina Trump, na ilikuwa ya kufana sana. Tuliwaletea ofisi ya kuchukua passports, na ile information nimepata ni kwamba hapa Bungoma ukiapply passport within 2 weeks uko na passport yako. Na msingoje, kama unataka kusafiri, chukua passport uwe nayo. Siku moja unaweza kuwa na nafasi ya kwenda ng'ambo. Nikienda Rome naweza kuchukua wewe, twende pamoja. Kama huna passport hautaenda, so enda chukua passport. Rais alitangaza, na hasa sisi watu ya mpaka, watu walikuwa wanaumia sana kupata vipande. Ukienda kuchukua kipande, wewe mtu ya mpaka, enda vetting, sijui baba yako ni nani, babu yako ni nani, leta title deed, lipa shilingi 300. Hiyo yote imeondolewa. Hakuna kukaguliwa, hakuna malipo. Wale watoto wetu na kina mama, hasa wale tumeoa kutoka ng'ambo, mwenye hamuna vipande, katika katiba ya Kenya, kama umeolewa na Mkenya, wewe ni Mkenya, muende mchukue vipande ili muweze kutumia kwa mambo yanayotakikana. Tumeambia Wizara ya Elimu na nyinyi MCS mshughulike na hii, ya kwamba watoto wanaofika form 4 wanapewa vipande kabla hawajatoka shule, ili wakitoka shule, unajua akienda university akitaka help wanataka kipande, akitaka chochote wanataka kipande. Sasa tutarahisisha hiyo kwa watoto wa shule yote. Wakifika form 4 anapewa kipande ndio atoke aende nyumbani. Hiyo ni mambo ambayo itasaidia kwa urahisisha watoto to go to the next stage in life. Kama una kipande huwezi kufungua account, huwezi kuaccess hata hii social security funds. Mambo ya Nzoia mumeambiwa
na seneta na mbunge. Watu wamesema maneno mingi sana, lakini sisi tumesema those who propagate fake news, those with propaganda. Watu wengine wanakaa kule Kitale hawalimi miwa, ndio wanazunguka hapa kuambia watu Nzoia isibadilishwe. Hakuna mtu anauza Nzoia. Shamba ya Nzoia ni mali ya serikali, na ule mwegezaji anakuja amelazimishwa na kupewa masharti ya kwamba lazima aweke mill mpya, lazima alipe madeni ya wakulima ambayo yamerundikana hapo nyuma, alipe wafanyikazi ambao hawajalipa warudi kwa zero. Kwa kila sukari anayouza, and the document will be made public, pesa kiasi fulani nawekwa kando kulipa mkulima bonus katika mwisho wa mwaka, ili mkulima akipeana miwa yake ikisiagwa sukari uzwe, mwishowe yeye pia ana benefit kwa profit ya mwekezaji. Bungoma District Hospital ya zamani sasa tumeinua kuwa level 6 hospital. Itakuwa katika level ya Kenyatta National Hospital, MTRH Webuye, na ile hospitali kubwa iko pale Kenyatta University. Itakuwa a teaching and referral hospital. Itakuwa mikononi ya serikali kuu, haitakuwa mikononi ya serikali ya county. Itakuwa na bajeti yake kutoka bunge, haitategemea pesa kidogo kidogo kutoka kwa county. Itakuwa na maprofesa, consultants katika kila nyanja, na tumeambia university yetu ya Kibabi kwamba wa develop a strong faculty of medicine, iwe ikitumia hiyo teaching and referral hospital kufundisha watoto. Kwa miaka miwili mitatu ijayo mtaona mabadiliko ya ajabu, kwa sababu hiyo hospitali kwa kila mwaka haitakosa budget ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kujenga. Na katika ujenzi inapoanza, iko pesa imetoka ADB kule Abidjan. Hiyo hospitali inaenda kujengwa, Mheshimiwa Wakili, na pesa shilingi bilioni 6 ambayo inakuja kujenga hiyo hospitali yetu. Kwa hivyo watu wa Bungoma na watu wa region hii tumewapunguzia mzigo wa kwenda Eldoret kwa matibabu ya hali ya juu. Itafanyika hapa. Na sisi Bungoma, jinsi Mheshimiwa Makali amesema, tumeanza kutambulika kwa vitu vizuri peke yake. Hospitali ya level 6, kiwanja cha ndege tumeanza kuona, chuo kikuu cha Kibabi. Si ni mambo mazuri hayo. Hata mambo ya Nzoia Sugar tumepata mwekezaji, watu waache kukosa kulipwa kwa wakati unaostahili. Tubadilishe maisha ya watu wa Bungoma. Father, mimi naomba utuombee viongozi wa Bungoma, kwa sababu kuna wale ambao wana macho na waoni, wana masikio na wasikii. Kila kitu wanajua tu ni kupinga, kupinga na kupinga. Naomba wakutane na siku yao ya Damascus moment, waweze kupata mwangaza wa ukweli, waje tutembee pamoja nyuma ya spika wa bunge la kitaifa, ili nchi ya Kenya tusonge mbele. Juzi tulipoteza mbunge wetu wa Kasiku, alipigwa risasi. Nataka kusema kama vile Yesu aliposema amani iwe kwenu, tuombe pia amani iwe katika nchi hii yetu. Kwa sababu visa tumekuwa visa vya uhalifu vizidi sana. In this constituency peke yake, in the last 3 weeks, last 4 weeks, tumepoteza watu karibu 3 kwa visa vya uhalifu. They are killed in cold blood. Kile tunataka kama serikali iweze kusaidia, na vile tulipoomba Inspector General wa hapa, let us look at the reshuffle of police officers kidogo, fanye reshuffle
kuna matatizo, huko Doro kuna matatizo, na tuliomba serikali tafadhali watusaidie pia na magari ya kufanya patrol. Mheshimiwa, tumeomba sana